Natumaini kuwa haujambo na ni mzima wa afya. Leo nina huu mti wa mpasheni. Nadhani mnaufahamu mti huu wa mpasheni, lakini kuna haya maua ya passion ndio tunahitaji tuweze kuzungumzia zaidi katika upande wa tiba. Sasa kama una baadhi ya haya matatizo, hebu nisikilize vizuri, kwa sababu mti huu wa passion ni dawa nzuri sana inayoweza kutibu na kuweza kumaliza baadhi ya changamoto zako ambazo zinazokusumbua sana mara kwa mara. Kama una changamoto ya kutokwa na damu puani, uwe mtu mzima ama uwe mtoto, una changamoto ya kutoka sana na damu puani mara kwa mara, aidha uwe umepigwa ama haujapigwa, lakini damu huwa inatoka, na wakati mwingine wanapokuambia kwamba damu inapotoka lala chali ama chukua majani ya mbaazi uweka katika pua zako, hiyo majani ya mbaazi si dawa, ila na kuelekeza dawa halisi ya kuweza kumaliza changamoto ya kutokwa na damu puani. Wanaita ugonjwa wa fukunyula kwa lugha ya Kiswahili. Sasa ugonjwa huu una tiba ya kuweza kumaliza kabisa changamoto hiyo. Utakapoweza kutumia tiba hii ya mpasheni, basi umeweza kumaliza matatizo yote katika mwili wako. Jinsi ya kuweza kutumia maua ya pasheni kama tiba kwa ajili ya ugonjwa wa kutokwa na damu katika pua zako. Basi chuma haya maua ya kutosha. Ukisha yapata haya maua ya kutosha, kisha utayaloweka. Uloweke kwa muda mrefu zaidi ya masaa 24. Baada ya kuloweka, huwa unatumia glasi moja ya mililita 200 kila siku, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku 21. Utatumia ndani ya siku 5 ama siku 6, utatengeneza mengine, utatumia tena, utatengeneza mengine mpaka zinatimia siku 21. Inatibu na kumaliza kabisa changamoto ya kutokwa na damu katika pua zako. Lakini kama una maradhi ya kupoteza kumbukumbu, tayari umeshakuwa mtu mzima, una maumivu ya kichwa mara kwa mara, lakini pia unapoteza kumbukumbu, yani unasahau vitu unavyovifanya. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kufanya saa 1 asubuhi mpaka imefika saa 3 tayari umeshasahau umeweka wapi kile kitu ulichokifanya asubuhi. Sasa hii ni tiba nzuri pia vile vile. Pia inatokana na hii maua ya passion. Chukua haya maua ya passion kisha yakaushe. Baada ya kukausha, utakuwa unapikia katika chai au katika maji ya uvuguvugu, kisha unaroweka, unatumia. Hiyo inatibu vizuri sana katika upande wa kuweza kutibu kumbukumbu, kuondoa maumivu ya kichwa, hata maumivu ya mwili. Hii ndio tiba nzuri inayotokana na maua ya passion. Popote pale ulipo, kama una matatizo ya kupoteza kumbukumbu ama na matatizo ya kutoka na damu puani, basi una uwezo wa kutumia maua ya passion kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako zinazoweza kukusumbua. Na kama utashindwa kuweza kuandaa tiba hii ya maua ya passion, basi mimi nipo, naweza kukuandalia tiba ambayo tayari imeshaandaliwa na unaweza ukapatiwa popote pale ulipo. Unaweza kanipigia simu na niweze kukupatia dawa hiyo, ama unaweza kufika ofisini kwangu ili kwa ajili ya kuweza kupata hizo huduma mbalimbali ambazo unazozihitaji. Maua ya passion ni tiba nzuri sana. Nadhani umeweza kujifunza jinsi gani ya kuweza kutengeneza tiba inayotokana na maua ya passion. Mimi ni mtaalamu ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu +255 752 16 38 30. Popote pale ulipo, dawa zipo, una uwezo wa kupatiwa. Usisahau kunifollow ama kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili uendelee kupata mafunzo mengi ya tiba asili na tiba mbadala kupitia mimea mbalimbali, mimea ya asili. Sasa niweze kukutakia siku njema, nikwambie kila la heri. Asante sana mpenzi mtazamaji wangu ama msikilizaji wangu ama mfuatiliaji wa vipindi vyangu vya kila siku. Kutakia siku njema.